kabla sijaenda kwenye the main agenda, umeelewa? Na hapa tu nitangaze kwamba tunamshukuru sana kaka yangu na kwa kweli mimi siwezi kulala hizo siku tatu, na nyimbo yake ya sasa hivi imetrend, lakini by the time nilimwomba aje kwenye shughuli yetu hakuwa ameshatoa hiyo nyimbo. Namshukuru sana kaka Ali, umeelewa kwamba alikubali kufunga kutumbuiza kwenye mashindano yetu. Alikiba atakuwepo kutumbuiza, so hiyo ni moja njema pia. Na nilipomtafuta tu akasema yes, hata hatukuzungumza vitu vingine meneja wangu na wao wakamalizana nao, lakini tunashukuru sana kaka Ali pia. Lakini kabla sijaenda kwa the main thing ambayo tumeletwa hapa, umeelewa, naomba nimkaribishe mwenyeji wetu Nadine, if you want to say something. Na nikamwambia kwamba mimi nataka wazazi waruhusu binti yao washiriki kwenye mashindano, na anayeweza kufanya ni nyie waandishi wa habari, umeelewa, sio nyingine. Waziri alisema kwamba mnafuata nini sensation news nini mambo ya kupata likes na nini, umeelewa? Sawa, hayo yote sawa, kila mtu na ajira zake, umeelewa, lakini wazazi wajue kwamba binti yao yuko salama, kwa sababu huyu dada au yule dada ni binti wa mtu, ni mjukuu wa mtu, ni dada wa mtu, umeelewa. Kesho kutwa atakuwa mama wa mtu, atakuwa mke kama akijaliwa kuolewa, atakuwa na wakwe na atakuwa na familia. Na unajua, tuwe mkweli tu, ni wanawake tu ambao wanaweza kuweka familia pamoja. Sisi wa baba kazi yetu ni kutafuta hela, kuleta kodi ya meza nyumbani. Zaidi ya hapo hatuna na kutengeneza vizazi vijavyo, umeelewa. Zaidi ya hapo hatuna role, umeelewa. Anayeweka haya yote ni akina mama zetu. So ndo maana mto mleavyo ndio akuavyo. So kuwa kwangu, shukrani zangu ziende kwa marehemu mamangu, na so hata kukua kwa nyie wote, mpaka wote ambao tumefika hapa ni malezi bora tu ya wazazi wetu na watu, akina shangazi zetu, akina mamdogo zetu na makubwa zetu na dada zetu ambao wametulea, umeelewa. Baba zetu wanatupatia mwongozo na wanatuwezesha, umeelewa, lakini zaidi tunalelewa na mama, na hawa wataenda kuwa mama, na mtoto wao siku moja anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano, umeelewa. Sio kike, kiume, umeelewa, au kike, doesn't matter, lakini yanatoka malezi, yanatoka kwa maadili, na maadili ni kitu muhimu sana. Waandishi mnaweza kuandika vyovyote mnayotaka, lakini usisahau maadili zetu, umeelewa. So dada Joyce Mhavile immediately jioni tu nina barua nikasema sio email barua attached, nikasema na mimi nikapap by Jumanne jioni, Jumatano tayari tunayo framework ya mkataba, tumeshakubaliana terms and conditions. Haya mambo mengine ilikuwa kusign tu, siku mbili, na kama haya hakuna longolongo hapo. Media value yao, naruhusiwa kusema media value yao ni milioni 600 thamani yao, na sio tu kwamba utatumia tu umeshamaliza kwenye mashindano haya, no, ninao mwaka mzima kutumia na bado sijamaliza. Yes. Nimeweka hifadhi kwa sababu tutahitaji, umeelewa. Hiyo ndio inaitwa, na hayo yote sio mimi, umeelewa, sio mimi kwa sababu Mustafa sijui jina anajulikana sijui nini, no, ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akaniongoza kwamba nitume text jioni. Mwenyezi Mungu kaniambia kwamba kuna dadangu Nadine pale, hebu nimtumie email, kwa sababu kuna only two things, naweza kukataliwa, unaweza kupata, sawa. And then so kaka yetu hapa anatuwakilisha ITV, na mwisho ni national coordinator wetu bwana
Benedict Gaspar Msofe ambaye anatoka kampuni ya 361 na hata kuwa national coordinator nilimwita ofisini kwa sababu ofisini ana operations manager. Nikamwita nikasema, this is it, do you want to do it? Sio kama alipachikiwa na watu timu wangu wote ambao wako behind the scenes. Sawa, watafanya tu kazi ya bosi, si bosi lazima ufanye si ndio? Right, but nikasema nahitaji msaada wenu kwa sababu tuwe mkweli, hata misikitongoji sijaandaa, lakini najua sijawaangusha wa mabinti 20 kwa ajili ya maandalizi tuliowapatia, lakini tuko very good when it comes to Swahili Fashion Week mwaka wa 19. Hiyo watu hawaoni kwamba tumeleta mabadiliko chanya kwenye sekta ya ubunifu na sasa hivi tutaleta chanya kwenye sekta ya vijana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema vijana vipaumbele, na hawa ndo vijana Gen Z, umeelewa? Hawa ndo ambao wataenda baada ya miaka 10, na nyie waandishi wa habari, baada ya miaka 10 tafuteni jina lao na wafanyia utafiti, ndo utapata shock of your life. These are the future of the country. Ashinde asishinde ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Pia niseme tu kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu alipokea washindi wa Miss World mwaka jana, na nilikutana na Bi Julia Morley. Sijui aliona nini kwangu, akasema why don't you apply for the franchise? Na leo hii tunayo franchise ya Miss World sisi pekee. Madahalo mengi kwenye jamii, unajua ukitaka kufanya kitu unafunga masikio unafanya yako, kwa sababu mimi Muislamu, umeelewa? Sisi kwenye Islamu ukiswali, kama unataka swala lako ikubalike, lazima ufuate kibla iko wapi, umeelewa? Unaweza kuomba Mwenyezi Mungu palipopote, lakini swala 5 ambayo ni muhimu sana, umeelewa? Lazima ufuate kibla, na kibla yangu ni kuleta maendeleo chanya kwa ajili ya vijana wetu, lakini maendeleo chanya kwenye sekta yetu. John F. Kennedy, rais wa zamani wa Amerika, anasema, ask not what your country has done for you, ask what you have done for your country. Alisema alipokuwa anaapishwa 1963 kama sikosei. Na hayo sio tu kwa ajili ya nchi. Mimi nimefanya nini kwa ajili ya huyu binti? Mimi nimefanya nini kwa ajili ya kaka Ernest? Umeelewa? Mimi nimefanya nini kwa ajili ya jirani wangu? Nimefanya nini kwa ajili ya ndugu, jamaa, marafiki? Umeelewa? Sasa ukishafanya yako, do not expect anything in return. Umeshafanya yako. So wakikurudishia sawa, alhamdulillah, wewe umefanya kazi yako. Kwa maana kuwa na hofu wa Mungu ni muhimu sana, kwa sababu kila mtu hapa ameletwa duniani for a reason or a season. Sio kununua kiki na mdahalo na nini, hiyo sijaletwa. So mimi lengo kibla yetu ni hiyo, tukuleta mabadiliko chanya. Ndio maana namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba amepokea hawa wageni, na walipowapokea wageni nilikutana na akina Bi Julia Morley, nilikuwa nao tangu walipokuja Tanzania, na nilipata hiyo fursa, na nikasema kwamba nilipopata hiyo nikasema italeta mabadiliko chanya ambayo nilitaka kuleta, na kadri na haya yote Mwenyezi Mungu amefanikishia. Mwenyezi Mungu ameniletea Nadine, Mwenyezi Mungu ameniletea Madam Joyce Havile na Ernest na timu yake, Mwenyezi Mungu ameniletea wadhamini wao wote, na huyo Mwenyezi Mungu amenifanya kwamba hata kuna baada ya msuko hivi iliyotokea nimeathirika pia, umeelewa? Lakini kila athara zina nikirudi inaleta neema zake, umeelewa? Hakuna Mwenyezi Mungu hawezi kupatia chochote, shida yoyote bila nini? Suluhisho. Na hawezi kupatia shida kama anajua hutaweza kustahimili, umeelewa? So kila kitu kina neema zake. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini zaidi pia ametuletea jembe.
waziri wa sanaa, utamaduni na michezo na habari dunia. Umeelewa kwamba mheshimiwa waziri aliweka vitu vyote bayana. Namshukuru sana 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 kwamba aliweka vitu vyote bayana na ameshanihakikishia kwamba atakuja kama mgeni rasmi kwenye mashindano ya Miss World Tanzania. Mimi nafuata tu taratibu za nchi. Umeelewa? Niliomba Baraza la Sanaa kwa ajili ya kibali, nikafuata process, na nashukuru sana Baraza la Sanaa kwamba wamekuwa bega kwa bega na mimi. Umeelewa? Kwa ajili ya hiyo maandalizi yote. Tumekuwa na kikao mingi tu pale ofisini. Kama anaweza kuzungumza. Umeelewa? Mimi nitasema. Umeelewa? Na wametuongoza sana. Lakini kumbuka sijaanza kazi na BASATA jana leo. Tunafanya Swahili Fashion kwao, hao ni mama yetu na baba yetu. Miaka 19 tunafanya, mwaka 19 kutoka tarehe 4 hadi tarehe 6 Disemba. Na hata mwakani tutasherekea miaka 20 ya Swahili Fashion Week. Tarehe tunajua tarehe 3 hadi 5 Disemba. Jinsi tunavyojua tayari tarehe ya mashindano ya mwakani ya Miss World Tanzania tarehe 18 April 2027 ndo finali yetu. So kama mtu anataka kufanya mashindano kabla ya yetu, karibu. Umeelewa? Lakini sisi tumesha tanguliza tarehe na zamani tuipo kwenye mtandao pia. Lakini tunamshukuru sana BASATA na tunashukuru sana waziri wetu, kwa sababu waziri wetu amebeba hiyo dhamana, kwa sababu yeye ndo waziri wa utamaduni na sanaa, na ameshahakikisha kwamba atakuwepo kwenye event. Lakini lengo letu ya hiyo press conference ni nini? Kwamba kuambia nyie wa Tanzania, kuzungumza na Watanzania kupitia nyie waandishi wa habari kwamba tumeshajikamilisha maandalizi yote kwa ajili ya mashindano ya finali ya Miss World Tanzania. Wasichana ambao wanawania taji hii moja. Umeelewa? Kuna mshindi na kuna mtu ambaye hatashinda, lakini kwangu wote ni washindi. Kesho kuta hata mtu ambaye hajaingia 10 bora akija kwangu, Mustafa, nina shida hii, umeelewa, au niunganishe na mtu huyo, nitamsaidia. Lakini you don't ask, you will never know. Mimi ni mtu ambaye naamini kwamba kazi yangu ni kupeleka farasi kwenye kidimbwi la maji. Sasa asipokunywa, akinywa, maamuzi ni yake. Umeelewa? Siwezi kumlazimisha. Mimi nimeshafanikisha wao kuja kukutana, wajenge uhusiano kama wanagombana their competition, lakini wajenge uhusiano, wajuane. Umeelewa? Kwa sababu mshindi ni moja tu. Umeelewa? Na hayo ni neema za Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais alisema kwamba mimi mara ya kwanza amekuwa rais kwa kudra na katiba. Umeelewa? Rais wa kwanza, lakini ameshinda kwa ameshinda mwaka jana, ndo amekuwa rais ambaye amechaguliwa na Watanzania, lakini mwanzoni alikuwa rais wa kudra na katiba. Umeelewa? So huwezi kujua, kwani alijua kwamba atakuwa rais? Hatukutegemea hayo. So kwamba kwenye maisha ya Mtanzania, rais ambaye yupo madarakani anaweza